Naam, mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Force News. Hapa ninakuletea kwa haraka na kwa moto kabisa vichwa vya habari vya magazeti ya leo tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2026. Mimi ni Ngwanise Kahise. Kama bado hujafollow page yetu, bonyeza follow sasa hivi. Moja kwa moja nimekamata gazeti la Nipashe ambalo lina kichwa cha habari kikubwa kabisa kinachosema darasa lenye kitabu kimoja la zua zogo. Waziri mkuu ashtuka, aagiza uchunguzi wa haraka ufanywe. Waziri wa elimu ashikia bango papo hapo. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vilevile kuna kichwa cha habari kingine kutoka katika gazeti hili, zana zilizochakaa zinavyogeuka sumu ziwani Victoria. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini vile kuna kichwa cha habari kingine ambacho ni interested kidogo, kinasema kukumbatiwa kulivyo tiba muhimu kwa wenye tatizo la akili. Unataka kujua ni kwa namna gani ni muhimu? Nenda moja kwa moja katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, utaona umuhimu wa kukumbatiwa, mpenzi mtazamaji. Lakini vile kuna kichwa cha habari kingine hapa kinasema kiongozi atoa siku 4 ripoti ya mgogoro wa wananchi na wawekezaji mfikie. Lakini pia kuna kichwa cha habari hapa kinachosema Hellen Kijo Bisimba atilia shaka hatua za kuwawajibisha wanaodhulumu. Kiangalia moja kwa moja katika gazeti hili linasema mfanyabiashara wa madini ya auawa, atobolewa macho. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Baada ya kutamatisha gazeti la Nipashe, na sasa nimekamata gazeti la Taifa Tanzania na kutana na kichwa cha habari kinachosema Wizara ya Maji yapewa wiki 2. Wiki 2 kufanya nini? Mpenzi mtazamaji, nenda ukurasa wa pili wa gazeti hili, utakutana na habari hii zaidi. Kichwa cha habari kingine kinasema dhamira ya serikali vituo vya CNG yaleta matokeo chanya. Kamati ya bunge yaita wawekezaji ujenzi wa vituo. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili pia wa gazeti hili. Lakini pia kuna kichwa kingine cha habari hapa kinasema Sangu asema mawakala wa ajira binafsi zingatieni mwongozo. Mradi wa milioni 500 waibua mapinduzi ya malisho kwa wafugaji Chamwino. Kamata gazeti Taifa Tanzania uweze kupata habari hizi kwa kina. Hapa nimekamata gazeti la Mwanahabari ambalo nimekutana tena na kichwa cha habari kinachosema Dr. Mwigulu aipa Wizara ya Maji wiki 2. Ihakikishe inakamilisha mchakato wa upatikanaji wa mkandarasi ujenzi wa mradi wa maji kutoka chanzo cha Ziwa Chala. Asema ujenzi wa mradi huo unapaswa kuanza kwani unategemewa kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji katika wilaya nzima ya Rombo. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Pia kuna habari nyingine hapa kutoka bungeni inasema kamati ya bunge yashauri matumizi gesi asilia yaongezwe. Soma ukurasa wa 3 uipate habari hii zaidi. Hapa juu ya gazeti hili pia kuna kichwa cha habari kingine kinachosema hifadhi ya taifa Kilimanjaro ya pili kitaifa kwa kuingiza mapato mengi. Ayaya. Soma ukurasa wa 2 wa gazeti hili, utakutana na habari hiyo. Mbunge Asenga asema wananchi tutunze miundombinu ya barabara na madaraja. Soma ukurasa wa 2 wa gazeti hili ili upate habari hizi kutoka gazeti la Mwanahabari. Nimekamata gazeti la Mwananchi ambapo nimekutana na habari ya kusikitisha inayosema mfanyabiashara Arusha auawa, avunjwa viungo, ambapo inaangazia hali ya simanzi, majonzi, hofu ambayo imetanda jijini Arusha baada ya mfanyabiashara maarufu wa madini ambaye anaitwa Abdullahi Musa kuuawa, na mwili wake umepatikana na majeraha makubwa
kando kando ya barabara wilayani Kondoa. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa mwisho wa 6 wa gazeti hili, ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Vile vile kuna habari nyingine hapa inayosema diploma ya wasaidizi wa kazi, mwelekeo mpya katika malezi bora, kupunguza unyanyasaji. Habari hii inawahusu wamama na wababa wote wanaofanya kazi, inapatikana ukurasa wa 3. Mjao wasaidizi wa kazi wanapataje diploma hii? Vile vile kuna kichwa cha habari kingine hapa kinachosema uwakili wa viti maalum stop. Mahakama Kuu yafuta ruksa kwa wanasheria wa sekta za umma kupewa hadhi ya wakili bila kupitia mafunzo ya wakili katika shule ya sheria Tanzania LCT. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Vile vile natamatisha na habari hii ambayo inasema kesi ya Lissu yazusha mvutano, Korti ya onya. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Chap nimekamata gazeti la Wamachinga ambalo kuna kichwa cha habari kikubwa kabisa kinasomeka Dr. Mwigulu amtwisha zigo Aweso. Atoa siku 14 kumpata mkandarasi mradi wa maji kutoka Ziwa Chala. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia vile vile kuna habari nyingine hapa inasema Kihenzile aridhishwa maendeleo mradi bandari Kigoma. Ukurasa wa 3 wa gazeti hili utaipata habari hii. Lakini pia vile vile kuna habari ile ya kusikitisha ambayo inasema mfanyabiashara wa madini auawa kikatili, atobolewa macho. Utaipata habari hii ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vile vile nakutana na kichwa cha habari kingine hapa kutoka gazeti la Wamachinga inasema Masauni yawataka vijana kuenzi muungano. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili utapata habari hii zaidi. Kamati ya bunge yataka matumizi ya gesi asilia yaongezwe. Nimetamatisha katika gazeti la Wamachinga na sasa nimekamata gazeti Uhuru ambalo nimekutana na kichwa cha habari kinachomhusu rais wetu. Nasema Rais Samia afichua siri Tanzania kung'ara AU. Abainisha namna bora ya nchi za Afrika kufanikiwa kupunguza vifo vya wajawazito na watoto. Vile vile nakutana na kichwa cha habari kingine kinachomhusu waziri mkuu kinasema PM Mwigulu ashusha rungu wizara ya maji. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Vile vile kuna kichwa cha habari kingine ambacho kinasema kiongozi aibana ofisi ya rais Kigoma, atoa siku 4 kupewa ripoti mgogoro wa ardhi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Vile vile kuna kichwa cha habari kinachosema Rais Dr. Mwinyi aongoza kikao kamati maalum NEC. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti Uhuru. Na sasa nimetamatisha gazeti Uhuru, ninakwenda moja kwa moja katika gazeti la Tanzania Leo, ambapo kuna kichwa cha habari kikubwa inasema utalii waendelea kumpaisha Samia. Baada ya Tanzania kushinda tunzo ya dunia, watalii wamiminika. Meli kubwa yenye watalii wa kifahari yatia nanga bandari Dar. TTB yasema ni heshima kwa taifa, ushahidi kung'ara kimataifa. Habari hii unaipata ukurasa wa mbele, lakini pia inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vile vile kuna kichwa cha habari kingine kinasema Mwigulu acharuka mkoani Kilimanjaro, aipa wizara ya maji wiki 2 kupata mkandarasi wa maji. Hapa nakutana na kichwa kingine cha habari kinachosema waziri Nanauka akabidhi mkopo wa milioni 200 Mwanza. Kamata gazeti Tanzania Leo upate habari hizi zote kwa kina. Hapa nimekamata gazeti la Habari Leo
Habari Leo ambalo linasema Mwigulu asema nitawabana, ahidi watumishi wazembe watajikuta katika hali ngumu kupumua. Wamo pia wanaopuuza kero za wananchi, amsifu Rais Samia kwa maono. Kuna kichwa cha habari kingine kutoka gazeti la Habari Leo hapa linasema CCM ACT Wazalendo watafuta maridhiano serikali ya umoja. Serikali yapiga marufuku taarifa zake mitandaoni binafsi. Vile kuna habari nyingine hapa inasema BOT yaonya hatari fedha mtandaoni. Hilo ni gazeti la Habari Leo, na sasa nimekamata gazeti la Raia Mzalendo ambalo linasomeka, kichwa cha habari kikubwa kabisa kinasema jukwaa la vijana Mwanza lazinduliwa rasmi. Waziri Nanauka awakabidhi vijana mkopo wa milioni 200. Ni wale wanaojishughulisha na ufugaji wa samaki kwa vizimba, awapa siri zilizopo bilioni 200 alizotoa Rais Samia. Awataka vijana kuzichangamkia kwenye wizara mbalimbali, wafanye ujasiriamali. Waziri Nanauka afichua Rais Samia anavyowapambania vijana. Ukitaka kupata habari hii utaipata ukurasa wa mbele kabisa na picha moja kubwa, lakini pia utaendelea ukurasa wa pili wa gazeti hili ili kuipata habari hii zaidi. Lakini pia kamishna mkuu TRA awawakia wenye bandari kavu wakwepa kodi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. NEMC yafurahia kupata maabara inayotembea. Ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Raia Mzalendo utakutana na habari hii zaidi. Sasa nakamata gazeti la Mwana Sport. Tunazungumzia michezo hapa, ambapo nakutana na kichwa cha habari kikubwa kabisa kimeandikwa kwa maandishi ya njano. Kinasema mastaa wamtibua Pedro, awataja Clement Mzize, Pacome akiigusia Simba. Lakini pia kuna kichwa cha habari kingine kinasema Simba kuna kitu, wataalamu wafunguka. Hapa kuna kichwa cha habari kingine kinachomzungumzia mwanamuziki wa dansi wa zamani Luiza Mbutu, anasema niliishi kuipambania ndoto iliyonifikisha nilipo. Vijana mnaotaka inspiration, pata nakala ya Mwana Sport upate vichwa vya habari hivi pamoja na habari zake. Hapa nimekuja kukamata gazeti la Nipashe upande wa michezo, ambapo nakutana na kichwa cha habari kikubwa kinasema Yanga soka yalia na ratiba. Hata hivyo Pedro atamba kikosi chake kimejiandaa kupeleka kilio kwa Namungo FC ili kujiimarisha. Kuipata habari hii zaidi kamata gazeti la Nipashe. Vile hapa kuna habari nyingine inayosema Soa Kante ndani Simba ikivaa prison. Hapa nimekamata gazeti la Taifa Mtanzania upande wa michezo, ukurasa wa nyuma kabisa inasema striker mpya Simba aweka kiu ya mabao. Habari hii iko hapa katika ukurasa huu, lakini pia inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Buba afichua siri ya mabao mawili dhidi ya Cosmopolitan. Vile kuna habari nyingine hapa inasema TFF yafungua zabuni ya haki za kipekee za ubashiri. Moja kwa moja naenda kukamata gazeti la Tanzania Leo upande wa sport, ambapo nakutana na kichwa cha habari kinachosema kazi ipo. Buba amtaja mama mabao mawili. Pedro asema hapo hajawaka. Nje kuna kichwa cha habari kinachosema nje ndani hatma ya Bajabel Simba. Nje ndani hatma ya Bajabel Simba. Vile nimekamata gazeti la Uhuru upande wa sport. Unasema Mangungu afunguka Simba. Matokeo yamsikitisha kocha Yanga. TPLB kuifumua ratiba ligi kuu bara.
Lakini vile vile nimekamata gazeti la Wamachinga upande wa sport, linasema TFF yasema marufuku kubeti mechi ya derby. Barka Semfuko Chasambi wana kitu. Wana kitu gani? Kamata gazeti la Wamachinga ujue wana kitu gani huyu Barka na Semfuko. Vile vile kuna kichwa cha habari kinachosema baraza wasema wachezaji Pamba Jiji wako vizuri. Baada ya kukamata gazeti la Wamachinga, nimekamata gazeti Majira. Hapa lina kichwa cha habari kikubwa kabisa, ukurasa wa nyuma wa michezo unasema TFF yaziingiza vitani kampuni za kubashiri, ni kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby. Kichwa kingine cha habari kinachosema kocha Yanga alia ufinyu wa magoli. Habari hizi zote zinapatikana katika gazeti Majira. Hapa vile vile ninakamata gazeti Zanzibar Leo upande wa michezo. Linasema ukurasa wa nyuma kabisa unasema serikali kuandaa utaratibu matumizi ya viwanja vipya. Mangungu akiri kupokea marekebisho katiba Simba. Wadau wa soka waipongeza Azam FC. Hizi ndizo headline kubwa za leo. Usisahau kushare live kwa marafiki zako na kufollow page yetu ya Force News kwa habari za uhakika na za moto kila siku. Mimi ni Ngonise Kahise, mpaka kesho, stay informed.